Zaburi ya 82 mstari wa kwanza na mpaka wa 8. Tusome kwa kupokezana kwa msaada wa Bwana. Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu, katikati ya miungu anahukumu. Mfanyieni hukumu maskini na yatima, mtendeeni haki aliyoonewa na kukara. Hawajui wala wafahamu, hutenda gizani, misingi yote ya nchi imetikisika. Mimi nimesema yote pia. Lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Mungu wa neema, umetupa akili ili tukujue wewe, mioyo ili ikupende wewe, na sauti ili tuimbe sifa zako. Tuomba kujaza Roho wako Mtakatifu ili tuweze kuadhimisha utukufu wako na kuabudu katika roho na kweli, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsubirie, tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote, na mpende na jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, mngamie Mungu dhambi zetu. Vamos
Siku zote Bwana unanilinda.
Naomba watoto wakae wote kabisa. Kwa jina mimi naitwa Dr. Godwin Lema, ni daktari. Kuna ambaye amesimama bado? Naona bado. Naomba wote tusimame. Wachache wamechelewa kuchukua maamuzi. Naomba wote tukae. Bado kuna wanaochelewa kufanya maamuzi. Naomba wote tusimame. Aha, asanteni. Naomba tukae. Hiyo inasaidia kupima afya ya akili. Unachukua muda gani kufanya maamuzi? Tunaomba tusimame tena. Asanteni. Naona afya zenu za akili ziko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tukae. Afya ya akili ni nini? Nafikiri sio mara ya kwanza tunafundishana. Tushafundishana kwenye juma lililopita, tukafundishana kuhusu afya ya akili. Na tulisema afya ya akili ni kuwa kamilifu, timamu kiakili, kimwili na kiroho, kuweza kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Na ni nje ya kuwa na magonjwa mbalimbali. Hiyo ndio neno zima la afya. Ukishakuwa timamu kiafya, kimwili, kiakili na kiroho, hiyo ndio afya kwa ujumla wake. Lakini hii afya imegawanyika katika makundi tofauti. Kuna afya ya akili, kuna afya ya kimwili na kuna afya ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tutazungumza afya ya akili, ambapo afya ya akili inabeba vyote. Maana ukishakuwa na afya ya akili, afya ya kimwili itakuwa kamilifu na afya ya kiroho pia itakuwa kamilifu. Afya ya kimwili ikiyumba kidogo, afya ya akili ikiyumba kidogo, afya ya mwili nayo itatetereka. Maana afya ile ya akili itakutuma wewe kuuzuru mwili wako. Na si ajabu ukaua au ukauawa au ukajidhuru, kwa sababu tatizo limeanza kwenye afya ya akili. Lakini afya ya akili pia ikiyumba, itayumbisha afya ya kiroho. Maana itakunyima wewe kwenda kanisani, itakunyima wewe kutokutoa sadaka, kwa sababu itakuwa inakufundisha kwamba bwana, hizi hela za mchungaji anatusumbua. Lakini kinachokusumbua wewe sio kwa sababu huna hela, ni kwa sababu una changamoto za afya ya nini? Kwa mara nyingi ukiwaza sana kuhusu kutoa sadaka, angalia afya ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwaza sana kuhusu michango, waza afya ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mara nyingine si kwamba huna hela, lakini afya ya akili inaweza kaleta changamoto. Sasa tuende kwenye masomo yetu ya leo. Afya ya akili manake ni hali ya ustawi wa kihisia, kifikra na kijamii inayomwezesha mtu kukabiliana na uwezo wake wa kukabiliana na changamoto za kawaida za maisha, kufanya kazi kwa ufanisi na kushirikiana na wengine vizuri katika jamii. Nitarudia.
afya ya akili ni nini? Nishasema hizi afya ziko nyingi. Ni hali ya ustawi wa kihisia, sema kihisia, kifikra, sema kifikra, na kijamii, inayomwezesha mtu, yani mimi na wewe, kutambua uwezo wake wa kukabiliana na changamoto za kawaida. Sio zile changamoto ngumu, zile za kawaida. Yaani ule uwezo wa kukabiliana na zile changamoto za kawaida ndio zinapima uwezo wako wa akili. Kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza zikapitiliza uwezo wako, lakini zile za kawaida zinapima uwezo wako wa akili. Mfano, unebanwa na mkojo. Lazima sasa wewe uweze kuwaza kwamba ni bane mkojo, alafu upate muda wa kwenda kujisitiri na kwenda sehemu sahihi ya kuweza kukojoa. Tayari afya yako ni nzuri. Lakini wewe umerudi unaimba, Mungu wetu ninakupenda, alafu kuna watoto wanapita pale, unafungua suruale unaanza kukojoa hapo mbele ya watoto. Afya akili iko timamu? Sasa kuna vitu vinakufikisha hapo, tutapita. Kitu gani wewe kimekusababisha sasa wewe usiweze kuamua sasa natakiwa niende sehemu sahihi, lakini nifanye tu hapa mbele za watu? Tutaenda taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni ule uwezo wa kuweza kukabili changamoto za nini? Za kawaida. Tuseme za kawaida. Maana mtu asije akasema sasa mbona wengine, hapana. Tunazungumza zile afya za kawaida. Na sasa hivi kipindi kilichopita tulizungumza magonjwa kadhaa, lakini tulizungumza ugonjwa mkubwa ambao tunaita sonona au depression. Tukazungumza kuhusu depression, tukazungumza kuhusu anxiety, tukazungumza kuhusu stress. Na tulizungumza kwa kina sana ni jinsi gani stress zinavyoikusanya kwa wingi zinakuja kuleta changamoto ya depression. Maana stress sio changamoto. Stress, wote hapa tuna stress, si ndio? Mwezi wa 7 watoto wanarudi shule, kuna kutafuta ada, kuna kutafuta nauli, kuna kutafuta pocket money. Zote zile zinaleta stress. Lakini uwezo wako wa kuzichangamua zile stress ndio kitu ambacho tunakizungumza. Lakini sasa stress sio shida. Stress tunasema ni mabadiliko ya kawaida ya kila siku ya kupambana na changamoto za kila siku. Lakini stress zinajirudia rudia, alafu zinakosa majibu. Sasa hapo ndo naingia kwenye depression. Ambapo depression ndo wanaita sonona. Unapoingia kwenye depression sasa, mwili wako ndo unaanza kubadilika. Unaanza kuwa mtu mwenye huzuni. Unaanza kuwa mtu mwenye kukosa furaha. Unaanza kuwa mtu ambaye hupati usingizi. Unaanza kuwa mtu ambaye hutaki kujichanganya na watu wengine. Unakuwa mtu ambaye hutaki kwenda kanisani. Unakuwa mtu ambaye mtu akikugusa kidogo tu unakuwa mkali. Lakini unakuwa mtu ambaye unakosa usingizi ama unapata usingizi sana. Kwa sababu kulala sana nao pia inaweza kuwa dalili ya changamoto za depression. Lakini unaweza ukakosa hamu ya kula. Lakini pia unaweza ukala sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani zote hizo ni dalili. Usiseme huyu anayekula sana hana depression. Inawezekana anakula sana kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Depression, sonona. Amekuwa na msongo mkubwa ndio maana anakula sana. Lakini pia unaweza ukanywa sana. Kuna watu wanawaza kwamba suluhisho la matatizo ni kuyahairisha. Hata ukihairisha tatizo, rafiki yangu, tatizo utaamka asubuhi utalikuta. Suluhisho la matatizo ambao hayana majawabu ni kuachana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na tatizo ambalo halina jawabu, nafikiri tulizungumza wakati ule, ukiwa na tatizo ambalo halina jawabu, liahirishe moja kwa moja. Manake lifute. Anza kupambana na yale ambayo yako ndani ya uwezo wako. Lakini kuna mambo yale ambayo huwezi kuyakwepa, ni lazima uyafanyie kazi. Tafuta suluhisho rahisi. Mfano, lazima umlipie mtoto wako ada, si ndio? Uweze kusema nitairisha kulipa ada. Hiyo haiwezekani. Lakini jaribu kutafuta suluhisho rahisi. Suluhisho rahisi unajaribu kuzungumza na watu.
Jumapili mbili zilizopita kuna binti tulimchangia hapa. Nafikiri mzazi wake aliwaza sana, na si ajabu alifika mahali akakosa majibu lakini baadaye akafikiria, akatafuta suluhisho rahisi. Suluhisho rahisi lilokuja kichwani mwake, niende kwa mchungaji. Tatizo lake liliisha alikuisha? Tatizo lake liliisha alikuisha? Limeisha kwa sababu alizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na matatizo yanayokukabili kwa muda mrefu, zungumza. Zungumza na nani? Hilo ndo swali. Zungumza na mtu sahihi. Mtu sahihi ni yupi? Hilo nalo ni swali. Mtu sahihi ni mwenza wangu? Mtu sahihi ni mtoto wangu? Mtu sahihi ni shosti wangu? Mtu sahihi ni mwenyekiti wangu wa kikundi cha wanaume, wa kikundi cha kina mama? Mtu sahihi ni nani? Hilo nalo ni swali. Tafakari kwa kina, ufikirie mtu sahihi wa kumshirikisha na kutafuta majawabu ya tatizo lako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna mtu ukimpelekea matatizo yako, badala ya yale matatizo kupungua, yanaongezeka. Ulitakiwa iwe siri, lakini yeye ameamua kufungua mlango. Ndio anaenda kueleza kwenye vile vikundi vyenu. Shoga. Lakini sasa unaanza kusema ile tatizo linaweza kuwa tatizo kubwa, kwa sababu hukutaka lijulikane, lakini sasa limejulikana. Kwa tafuta mtu sahihi ambaye utaweza kumshirikisha jambo lako na uzungumze. Bwana Yesu asifiwe. Bahati nzuri kwenye usharika wetu mchungaji ametenga siku ya kuzungumza naye. Ametenga siku ya Jumatano, ni siku ya kwenda ofisini kwa mchungaji na kuzungumza naye. Nenda kazungumze. Unaweza usipate jawabu siku hiyo, lakini ukapata kitu ambacho kitakusaidia kuahirisha lile tatizo lako na kulitafutia majibu. Bwana Yesu asifiwe. Nimejaribu kurudia kwenye somo ambalo tulizungumza kipindi kilichopita, hilo ambalo linahusu msongo wa mawazo. Lakini leo tutaenda pia kwenye masomo mapya, lakini nitatoa kwa kifupi ni visababishi gani ambavyo sana vinasababisha msongo wa mawazo. Tuliona msongo mkubwa wa maisha. Msongo mkubwa wa maisha manake watu wanatamani kufanya vitu vikubwa kuliko uwezo wao. Siku hizi watu wanataka kuishi maisha ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Usitamani kuishi maisha ya mtu mwingine, ishi maisha yako. Ndio maana kwa nasema hata hivi vidole havijalingana. Kuna kirefu, kifupi, kinene, chembamba. Manake hata sisi ndivyo tulivyo, si ndio? Ukitaka kuishi maisha ya mtu mwingine ndio unaanza kupata depression. Lakini kumbe una maisha yako mazuri tu. Nitatoa mfano. Mfano wewe, Mungu alivyokupangia wewe utaishi kwenye nyumba yako nzuri yenye room 2. Hivyo ndivyo Mungu alivyokupangia, au room 3. Lakini ufuge na kuku wako wachache. Lakini sasa unatamani, umefungua kitu tunaita Instagram, umeona nyumba moja ya ghorofa 2, lakini alafu nyumba zenye ghorofa unajua ndio zenye vyumba vichache. Nani ashagundua hicho kitu? Unaweza kaenda kwa ndugu yako mwenye ghorofa, ukaenda kulala hoteli au ukaenda kulala lodge. Ni kweli sio kweli? Kwa sababu ramani ile nyumba ilivyotengenezwa, kule juu ni master bedroom, hapa chini kuna chumba viwili vya watoto, kushnei, na sebule kubwa na dining. Imeisha. Lakini kumbe ndio maisha unaishi. Lakini kumbe pale kwako una nyumba yenye rumu 4, wageni wakija, mama mkwe akija, bibi akija, analala nyumbani kwako. Maisha yako yalikuwa ni mazuri sana. Lakini ulivyo switch, nataka niishi maisha ya fulani, ukaharibu maisha yako. Ndugu zako akaanza kukuchukia. Kwamba siku hizi tukienda kwa fulani, tangu apate pesa anaringa, tukienda hataki tulale nyumbani kwake, anatupeleka tukalale hoteli, tukalale lodge. Ni kwa sababu ya pesa. Wanaanza kukusema. Lakini kumbuka, ulikuwa na maisha mazuri, lakini ukayavuruga kwa sababu unataka kuishi maisha ya mtu mwingine. Usiishi maisha ya mtu mwingine. Ishi maisha yako. Na pangilia maisha yako. Ukiishi maisha yako mwenyewe, hutakuwa na depression, kwa sababu ndio maisha ambayo Mungu amekupangia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe Mungu amekupangia utatembea na baskeli, si ndio? Sasa akakunyanyua akakupa pikipiki, si ndio? Basi ridhika,
akikunyanyua tena atakupa kile unachokitamani kwa wakati. Lakini ukianza kulazimisha kutaka kile kingine, labda unataka gari, sasa hapo ndio unaanza kupata depression. Unaanza kulazimisha kuishi maisha ya mtu mwingine. Alafu nikwambie sasa jinsi unavyoharibu maisha yako. Nitakuwa nakupa jinsi ambavyo unavyotamani, lakini jinsi ambavyo unavyoelekea kubaya kutokana na tamaa. Unapewa gari mfano. Unapewa gari, lakini zamani ulikuwa unatembea ambao ni sehemu ya zoezi. Sasa hivi unaanza kutembea ukiwa umekaa, unapunguza mazoezi. Unapopunguza mazoezi, unaanza kupata magonjwa yale tunaita magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Unene unaanza, magonjwa ya pressure, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo. Umeyatafuta, lakini kumbuka, kwa sababu ulipewa maisha ya saizi yako ambayo yangekufanya kuishi muda mrefu, lakini umetamani maisha mengine. Kwa hiyo jaribu kuishi maisha yako. Kwa hiyo msongo wa maisha, kwa maisha ya kileo, imekuwa ni changamoto kubwa kwa watu kupata depression. Lakini kuna changamoto za kupoteza marafiki zetu, kufiwa, kupoteza ndugu zetu, wazazi wetu, wenzi wetu. Nao ni matatizo pia yanafanya watu wanasema sasa nitaishije? Yeye ndio alikuwa anamtegemea. Yeye ndio alikuwa analeta chakula cha nyumbani. Yeye ndio alikuwa analipa ada za watoto. Yeye ndio alikuwa analipa pango la nyumba. Tunafanyaje? Kumbuka, wewe jifunze kuswitch maisha yako kulingana na hali mpya unaokutana nayo. Bahati mbaya umepoteza mzazi, umepoteza mwenzi wako, switch yale maisha yako yaje kwenye njia mpya. Kumbuka, kama ni mpenzi wako hakuwepo kabla hujaoa, si ndio? Au kabla hujaolewa, lakini si ulikuwa unaishi. Sasa tujifunze kuswitch maisha kufuatana na hali ile ambayo tunakuwa nayo katika wakati huo. Matatizo ya fedha ni changamoto kubwa katika maisha ya kileo. Watu wanakuwa na matatizo ya fedha, basi anawafanya wanaingia kwenye depression. Jitahidi kutumia kidogo ulichonacho kwa kufanya kitu tunaita sijui Kiswahili chake, priority. Yaani unachagua yale ya muhimu kwa wakati muhimu. Mfano, kipindi hiki ni kipindi ambacho unatakiwa ukalipe ada ya watoto. Ni mfano. Lakini kuna jambo lingine ambalo linatakiwa pia ulifanye ambalo sio la muhimu kwa mwezi huu, ile unaweza kalifanya mwezi wa 9. Kwa nini lile la mwezi huu usilifanye kwanza ambalo la muhimu, kulipia ada ya watoto, alafu lile ambalo ungeweza kulipeleka mwezi wa 9 ukalipeleka mwezi wa 9? Inawezekana. Lakini pale unapolazimisha kwamba lazima yote yaende, unaanza kupata msongo wa mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Yote tunaweza kuyazuia. Kingine ni magonjwa ya muda mrefu, magonjwa kama kansa, magonjwa ya moyo, magonjwa ya pressure. Ni magonjwa ambayo yanafanya watu wengi wanakuwa na sonona au depression. Tujifunze kuairisha matatizo kulingana na ushauri ambao tunapewa na madaktari. Kwa hiyo ukipewa ushauri kwamba wewe tumia tu dawa na maisha yako yataendelea vizuri, fanya mazoezi, kula vizuri, jitahidi kufanya hivyo, na jitahidi kupoteza yale mawazo kwamba nitakufa, kwa sababu hata usipoumwa pia utakufa, si ndio? Kwa hiyo ugonjwa usikufanye wewe kuwaza kifo. Kitu kingine kinacholeta machangamoto ni swala la nini? La ulevi. Watu wanakunywa sana, wanakuwa sana na vilevi, madawa ya kulevya, bangi, mirungi. Ni kitu ambacho kimeharibu watu wengi, hasa umri wa vijana. Wamekuwa wanajihusisha na maisha ya kuiga. Wanataka kuiga maisha fulani ambao mwisho wa siku yanawaletea wanapata changamoto za magonjwa ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba wote tusimame. Jipigieni makofi mengi. Tunaomba tukae. Naona sasa afya ya akili imeshaanza kutengamaa. Watu wanakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi kwa wakati sahihi. Mfano, mchungaji anasema tunatakiwa kabla tujaenda nyumbani tupokee baraka. Sasa pima afya ya akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii nimezungumzia ile ambayo tulizungumza kipindi kilichopita, nikasema tukumbushe kwa sababu imerudi tena, na dalili tumeshazizungumza. Lakini ukiwa na depression ambayo imedumu kwa muda mrefu, inaweza kusababisha ukawa na mawazo ya kuua, kujizuru au
kuua watu wengine. Kwa hiyo tujitahidi, ni ugonjwa ambao si ugonjwa mzuri. Matibabu yake, cha kwanza ni ushauri na saha. Unapewa ushauri, lakini ni baada ya wewe kufanya nini? Baada ya wewe kufanya nini jamani? Kuzungumza, si ndio? Zungumza. Ukishazungumza utapewa ushauri na saha, na ndio tiba namba 1. Lakini kuna dawa maalumu za mahospitali pale utapokuwa umezidiwa sana, lakini kuna msaada wa kijamii na marafiki. Na msaada wa kijamii na marafiki ni kuto kumnyanyapaa mtu ambaye ameingia kwenye changamoto za afya ya akili. Jamii ina nafasi kubwa sana kumpoteza ama kumrudisha. Kwa hiyo jamii ikisha kuwa na uelewa, ni rahisi sana kumsaidia mtu ambaye ana changamoto za afya ya akili. Lakini lingine ni mazoezi. Wakristo wenzangu, tufanye mazoezi, si ndio? Mazoezi yanasaidia kuongeza kinga ya mwili, yanasaidia kuondoa mawazo potofu, yanasaidia kusahau maisha magumu na kusahau vitu vigumu ambavyo vinakusumbua katika maisha yako. Kwa hiyo tujitahidi kufanya mazoezi, si ndio jamani? Kuna watu namwambia jamani fanya mazoezi, asema jamani kazi nyingi nilizo nazo. Kuna tofauti ya kazi na mazoezi. Mazoezi una switch akili yako, sasa naenda kufanya mazoezi, akili yako inakuja unafanya mazoezi. Lakini unapofanya kazi, akili yako ina switch kufanya kazi. Kwa mazoezi sio kazi, kazi ni kazi na mazoezi ni mazoezi. Tujitahidi kufanya mazoezi, angalau kila siku tembea hatua 5,000 mpaka 10,000 kila siku, hatua 5,000 au hatua 10,000 kila siku. Kwa mazoezi ni jambo la muhimu sana katika afya zetu. Kuishi maisha yenye utaratibu mzuri, ni vizuri upange ratiba yako. Mwanzo wa mwaka kaa na familia yako. Familia yako ni taasisi, si ndio? Familia yako ni taasisi. Baba ndio mwenyekiti wa taasisi, mama ni katibu, na watoto ni wajumbe. Taasisi. Sasa ile taasisi lazima iwe na mikakati ya mwaka mzima, si ndio? Isitokee mama anaenda kwenye kikoba kimya kimya, baba anaenda kwenye kikundi chao kimya kimya. Sasa inakuwa sio taasisi. Taasisi manake lazima muwe na mipango mizuri ya mwaka mzima, si ndio? Na ile mnaipanga mwanzo wa mwaka, na mkishaipanga mtembee nayo, isitokee jambo hapo katikati linawavuruga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa na mipango mizuri ni sehemu ya tiba ya depression. Kushirikiana, kupiana utaratibu mzuri ni sehemu nzuri ya tiba ya depression. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunaleta ugonjwa mpya ambao hatukuzungumza kipindi kilichopita, lakini ni makati ya magonjwa ambao tumekuwa nayo na ndugu zetu wamekuwa nayo, lakini tumekuwa labda tunayachukulia tu kawaida au tunayabatiza majina, na saa nyingine tunaamua kuachana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ugonjwa unaitwa schizophrenia. Sijui Kiswahili chake, lakini nafikiri wameamua tu kuita hivyo hivyo. Hebu tuseme wote schizophrenia. Schizophrenia. Wapare wanasema schizophrenia, lakini wale waliosoma vizuri Kichaga wanasema schizophrenia. Semeni schizophrenia. Schizophrenia ni ugonjwa ambao unaleta changamoto kwenye afya ya akili. Anasema ni ugonjwa wa akili unaoathiri namna mtu anavyofikiri, kuzungumza, kuhisi na kutafsiri mazingira yanayomzunguka. Watu wenye ugonjwa huu wakati mwingine hushindwa kutofautisha kati ya hali halisi na mawazo yenyewe. Kwa hiyo ni ugonjwa wa akili unaoathiri namna mtu anavyofikiri, anavyozungumza, kuhisi na kutafsiri mazingira yanayomzunguka. Unaweza kukaa na mtu, yeye anasikia sauti ambazo huzisikii, anaona vitu ambavyo wewe huvioni, anahisi vitu ambavyo havipo. Nao ni ugonjwa wa akili. Nakuta mtu amekaa tu anakimbia, analalamika. Nafikiri tumeshaona watu wengi. Mwingine hataki kuvaa nguo,
Maanake ameshindwa kutafsiri na kutambua kwamba anatakiwa avae nguo. Mwingine anakuwa na piga kelele sehemu ambayo itakiwa kupiga kelele, maanake huyo mtu ameshindwa kutafsiri mazingira yanayomzunguka. Mtu anaweza kuanza kuona, kusikia vitu ambavyo havipo. Visababishi hasa nini? Sababishi zinazoweza kuchangia ugonjwa huu ni pamoja na kurithi. Kuna watu wanaorithi huu ugonjwa, mabadiliko ya kemikali katika ubongo kutokana na sababu mbalimbali. Lakini kingine ni msongo mkubwa wa mawazo ambao tumeshauzungumza, na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini dalili zake ni zipi? Ni kusikia sauti ambazo wengine hawazisikii, kuwa na hofu zisizo za kawaida, kushinda kupanga mambo yako vizuri au kupangilia mawazo yako vizuri, kujitenga na watu, lakini kupungua na uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao uko kwenye jamii yetu. Watu wanaishi na ndugu zao wenye changamoto kama hizo za schizophrenia. Kwa wale ambao wanaishi kwenye hizo, wanaishi nao watu, wanatakiwa waishi nao vizuri, wawape msaada, kwa sababu yeye inawezekana anakuona wewe mwenye akili timamu ndio mgonjwa. Yaani yeye ndio mgonjwa, lakini ukienda kuongea naye anakuona wewe ndio hujui. Kwa mara nyingine inatakiwa tujifunze jinsi ya kuishi na watu wenye hizi changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Matibabu yake ya schizophrenia mara nyingi huwa tunawapa dawa na tunawapeleka mahospitalini kwa ajili ya kupewa zile dawa muhimu, lakini pia ni pamoja na kuwapa ushauri na saha. Msaada wa kifamilia na kijamii ni wa muhimu sana, tusimtenge na kumuita kichaa. Lakini kufuatilia wataalamu wa afya ya akili ili waweze kumpa tiba sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana sana. Sasa weka kidogo jinsi ambavyo tunaweza tukapunguza na kuondoa kabisa matatizo ya ugonjwa wa akili kwenye jamii yetu. Maanake tutazungumza kuhusu kinga. Kinga ya kwanza ni kuwatambua wagonjwa. Kinga ya pili ni kuepusha visababishi, na visababishi ndio vile tumezungumza. Usongo mkubwa wa maisha. Unajua kuna tofauti ya msongo mkubwa wa mawazo na msongo mkubwa wa maisha. Msongo mkubwa wa mawazo ni pale unapobeba jambo lako mwenyewe, unawaza kwa muda mrefu. Msongo mkubwa wa maisha ni pale unapochukua mambo mengi yanayoizunguka jamii, unataka na wewe uyaishi. Mfano, una simu yako nzuri tu. Simu yako inaitwa Tecno. Inauzwa bei rahisi. Lakini ina uwezo wa kutuma message, ina uwezo wa kutuma WhatsApp, ina uwezo wa kuzungumza. Jamani, si inatosha kwa maisha yetu? Sasa umeenda, kuna mtu anafanya kazi kama Fadhili ambao anahitaji vitu vingi kwenye mitandao. Wanahitaji vitu vingi kuboresha picha na nini. Amenunua simu yake ya bei kubwa, nzuri. Umeiona, sasa na wewe unaitamani. Sasa tunaita msongo wa maisha. Simu yako ina mawasiliano mazuri, unaitamani, unaanza kuhangaika huku na kule, unawaza, unataka upate simu. Yeye ana matumizi yake na ile simu, lakini ya kwako wewe matumizi yako yanakutosha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu ni msongo wa maisha. Alafu ukichanganya msongo wa maisha ukachanganya na msongo wa mawazo, unajikuta unaongea mwenyewe barabarani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tupunguze msongo wa maisha. Fanya kile unachokihitaji kwa wakati ule. Kitu kingine ambacho tunatakiwa tufanye ni kupunguza taratibu hadi kuacha ulevi. Kuacha ulevi kwa mara moja. Kuacha ulevi kwa mara moja ni hatari kwa afya yako. Kama wewe ni mnywaji mzuri, Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mnywaji mzuri, usiache pombe kwa haraka. Sawa? Kwa sababu utapata kitu kwa kitaalamu wanaita withdrawal effect. Unaweza ukaumwa zaidi.
anza kupunguza taratibu. Punguza taratibu, lakini kwa lengo moja la kuacha. Utaachaje? Anza kuwakwepa marafiki. Huwezi kupunguza ukiwa na marafiki, kwa sababu ukiwa na marafiki wale wale ambao mlikuwa mnakunyote, wazo lao ni kwamba hela zako zimepungua, kwa wakati unapunguza anataka kuongezee. Badilisha aina ya magroup, aina ya makundi unaoishi nayo. Kwa hiyo punguza taratibu ukiwa na lengo la kufanya nini? La kuacha. Kwa hiyo tupunguze ulevi, lakini kwa lengo la kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kula vizuri. Kula vizuri vyakula vya asili. Sawa? Kula sana vyakula hivi vya kutengeneza, sio sifa wala sio utajiri. Si ndio? Kama una miogo yako nyumbani, chemsha miogo, chemsha viazi, Usiseme bwana maisha yamekuwa magumu, mimi nataka niwe nakula sausage kama kwa fulani. Halo? Kula vizuri. Kula vizuri ni kula vyakula vyenye nini? Vyenye afya, na sio kula vyakula vya bei mbaya. Kula vizuri ni kula vyakula vyenye afya, sio kula vyakula vya bei kubwa. Si ndio? Vyakula tunavyo, tule vyakula vya asili, tutengeneze kinga za mwili, kwa sababu kuna vyakula vingi vimewekwa preservatives, vitu ambavyo ni vya kuboresha. Sasa mtu anafuga kuku, mfano anafuga kuku wake wa kienyeji, lakini anataka aende mahali akute kuna makuku yamewekwa kwenye friji, achukue kisa tu ameshachinjiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tule vyakula vya asili, tutengeneze kinga za mwili. Si ndio jamani? Kitu kingine ni kupata muda wa kupumzika. Tusifanye kazi kupitiliza. Panga ratiba yako vizuri. Muda wa kupumzika unaupanga wewe, huwa hauji wenyewe. Ukiona muda wa kupumzika unakuja wenyewe, manake hujajipanga vizuri kwenye kazi zako. Lakini natakiwa kazi zako zipange vizuri, upate muda wa kufanya nini jamani? Kupumzika. Shiriki kwenye shughuli za kijamii bila kujiumiza. Shiriki kwenye shughuli za kijamii bila kujiumiza. Naweza nikaja kwenye kikao cha harusi, na wale viongozi wa harusi wanajua jinsi ya kutega. Amekuja mtu wa kwanza 400,000. Sasa hapa naingiaje? Kashaharibu. Unaanza kuwa na msongo wa mawazo. Toa kile ulicho nacho. Yaani usifuate mkumbo. Wewe kesho kutwa unatakiwa kulipa ada. Sasa kwa nini ufuate mkumbo? Unaanza kupata sasa pale sasa ili wasinione 300,000. Lakini huna 50,000. Unaanza kudaiwa. Kila siku zingu zinapigwa kwenye vikao huji. Unaanza kujitenga. Unajua kwa nini hanajitenga? Tayari kashaanza kupata msongo wa mawazo. Kwa sababu katika dalili za msongo wa mawazo ni kujitenga. Kwenye vikao huji, kwenye shughuli za kijamii huji, lakini uliyatafuta mwenyewe, kumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwape siri. Wewe umeshindwa kuahidi, waambie ngoja nikajadiliane na mwenzangu nitawapa jibu. Si utaki pale watu wakuone uko chini. Waambie ngoja nikajadiliane na mwenzangu, lakini mkienda sasa mnapanga, sasa tutoe kiasi gani? Tunatakiwa tulipe ada, tunatakiwa tulipe pango wa nyumba, tunatakiwa tufanye hiki na hiki. Mnakaa na mwenzako mnajadili, alafu siku moja unaenda pale unamwambia shika ya 50 kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa dalili, mambo machache ambayo tunaweza tukayatumia kwa ajili ya kupunguza msongo wa mawazo, kupunguza schizophrenia, kupunguza magonjwa ya akili na kutengeneza maisha yetu yawe vizuri. Afya ya akili ikishakaa vizuri, afya ya mwili itakaa vizuri, afya ya roho itakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, leo naamini tumeshatuma afya zetu, hatutatoka.